Rais wa Marekani Donald Trump ameripotiwa kumkosoa vikali Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kufuatia shambulio dhidi ya malengo ya Hezbollah mjini Beirut. Kauli hizo zimekuja wakati wa mazungumzo muhimu kati ya Marekani na Iran yakielekea hatua ya mwisho ya kufikia makubaliano ya kisiasa na usalama. Kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa na Axios, Trump alisema alimweleza Netanyahu kuwa hakuridhishwa kabisa na uamuzi wa kuidhinisha shambulio hilo wakati juhudi za diplomasia zilikuwa zinafikia mafanikio. Trump alidai kuwa shambulio hilo lilikuwa linaweza kuhatarisha mazungumzo yaliyokuwa yakiendelea na kuongeza mvutano katika Mashariki ya Kati. Katika mazungumzo hayo, Trump alionyesha hasira zake za wazi akihoji sababu za Israel kufanya shambulizi katika kipindi nyeti cha mazungumzo. Kauli hiyo inaonyesha tofauti kubwa za kimkakati kati ya Washington na Tel Aviv kuhusu namna ya kushughulikia masuala ya Iran na usalama wa kikanda. Licha ya kutoridhishwa kwake na hatua ya Israel, Trump amesema bado ana matumaini kuwa makubaliano kati ya Marekani na Iran yanaweza kusainiwa ndani ya muda mfupi. Makubaliano hayo yanatajwa kuwa ni sehemu ya juhudi za kupunguza mvutano wa kikanda, kuimarisha usitishaji wa mapigano na kufungua ukurasa mpya wa mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Wakati huo huo, Netanyahu anatarajiwa kufanya kikao maalum na baraza lake la usalama kujadili hali ya kisiasa na kiusalama iliyojitokeza baada ya shambulio hilo. Ripoti zinaeleza kuwa eneo la mkutano huo limewekwa siri kutokana na sababu za kiusalama, jambo linaloonyesha uzito wa hali ilivyo kwa sasa. Jeshi la Israel IDF limeongeza kiwango cha tahadhari na kuimarisha ulinzi katika maeneo mbalimbali ya nchi kutokana na hofu ya mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka Iran au Hezbollah. Maafisa wa usalama wameendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hali hiyo, huku hofu ya mzozo mpana zaidi wa kijeshi ikiongezeka katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Kauli kali za Trump dhidi ya Netanyahu zinaonyesha wazi mgawanyiko uliojitokeza kati ya washirika hao wawili kuhusu namna ya kushughulikia mzozo wa Iran. Wakati mazungumzo ya amani yakikaribia hatua muhimu, hatua yoyote ya kijeshi inaweza kubadilisha mwelekeo wa diplomasia au kuingiza eneo hilo katika mazungumzo mapya ya mgogoro.